Once again tunaifungua dunia, tunakutana na mwamba. Huyu mshikaji bana ni bonge la superstar, ni bonge la mtu maarufu kinoma noma. Alafu mshikaji kazi yake asilimia kubwa mwamba ni content creator. Alafu pia ni bonge la mfanyabiashara mkubwa sana hapa Nigeria. Watu wengi wanamkubali kwa sababu kwanza mshikaji ni mtu maarufu, alafu cha pili ni bonge la handsome boy. Mwamba alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, kuna vitu vingi sana walikuwa kitamani kuweza kuvijua kuhusiana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Harry. Huyu mshikaji ni moja kati ya watu maarufu na ni moja kati ya kipenzi cha watu wengi sana, wa kiume pamoja na akina dada. Watu wengi sana wanampenda kwa sababu mshikaji ni mtu mzuri baraa, ni mtu ambaye anafanya vitu vikubwa sana kwenye nchi ya Nigeria. Na hapo waandishi wa habari walikuwa wakihitaji kuweza kujua siri ya mafanikio ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Harry. Na mshikaji alikuwa akitema madini ya kufa mtu. Hii ndio namna ambayo watu wao wanamkubali mshikaji, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao ukiwapa nafasi ya kuzungumza, huyo mshikaji anazungumza pointi kinoma noma. Huko upande wa pili kunomba alikuwa kila ngoma kali kutoka kwa msanii mkali anaitwa Ikamba the Doni. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Dindindindi. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Ghafla kuna mwamba katimba. Mwamba alichokifanya akawa nazima pale. Nini ambacho mnakifanya nyinyi? Kwa kuna kazi zingine ambazo mnaweza kuzifanya zaidi ya hiki, ndio? Kwa nini mnaendekeza uasherati? Kwa nini mnapiga muziki, mnamsumbua kila mtu kwenye mtaa? Wewe kama nani? Wewe ni mpumbavu, ndio? Una akili timamu? Nani ambaye amekuita? Kuna mtu amemuita hapa ndani? Kwamba unataka kuniambia hao wote ni akina nani? Huwezi kuamini kwamba huyu bidada anakwenda kwa jina la Osas, na huyu ni jirani yake na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Harry. Ni watu ambao wanachukiana kinoma noma. Mshikaji anamchukia mtoto wa kike na mtoto wa kike anamchukia mshikaji barabara. Na huyu bidada ni kwamba kwenye hii nyumba yake, yani kwenye hii apartment yake, amekuwa akiendesha ukahaba, amekuwa akiendesha biashara ya mwili humu ndani. So kuna muda huo wanampigiaga mshikaji kelele kinoma noma. So mshikaji huo anamkasilikia kila kitu, na kila mtu alikuwa akimshambulia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Harry kwa sababu amewaharibia starehe yao. Wamba walikuwa wakienjoy, basi huyu bodyguard wake na mshikaji akawa anamtoa mshikaji kidogo waweze kutoka kwa sababu humu ndani usalama ulikuwa ni mdogo. Wakati mwingine bodyguard alimletea mshikaji simu hapa. Huwezi kuamini ni kwamba video imetapakaa mitandao yote ya kijamii kuhusiana na mshikaji alichokuwa akifanya kuweza kubishana na yule mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Osas. Ndio kinachoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Huwezi kuamini kwamba waandishi wa habari walijia kumuuliza mshikaji kile ambacho kinaendelea kuhusiana na jirani yake, na mwamba alitangaza kuweza kutangaza vita na huyu mtoto kike humu ndani ambaye anaiongoza biashara ya ukahaba kwenye chumba cha jirani yake, kwani amekuwa akimkela mshikaji kinoma noma. Mshikaji alitangaza vita hiyo na huyu mtoto kike na akazungumza kwamba atakisha kwamba anamuhamisha hapa, kwani amekuwa akimsumbua kinoma noma. Na waandishi wa habari wakaja moja kwa moja kwa mtoto kike. Sasa hivi bidada amekuwa ni maarufu kinoma noma, na ikauasha moto. Mwache aje, mwache afanye anachokifanya. Mimi nitamuonesha kwamba mimi ndo kenge, mimi sieleweki, mimi ni moja kati ya watu ambao sio kuchezewa hata kidogo. Na makaba wenzake wakawa wanapigia mstari kila kitu ambacho bidada Osas alikuwa akikizungumza, kwa sababu huyu ndo tegemezi kwao, wanamkubali na kumpenda kinoma noma. So alikuwa akimpinga mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Harry. Tena mwambie mtu wenu huyo, mwambie mimi nitakuja kumfanya kitu kibaya, mimi sio wa kike tu, nitakuja kumuonesha ukenge. Wakati mwingine mwamba alikuwa akipasha, ghafla anamuona ubinti mshikaji akanamwambia, hivi una akili timamu kweli wewe? Yaani hujaziona njia zote mpaka unapita njia ambayo kila siku mimi napashaga? Njia ni yako hii, njia ni yako. Huwezi kuamini kama unavyojua ni kwamba wao wili hawaelewani hata kidogo. Mshikaji amuelewi mtoto kike na mtoto kike ndo hivyo amuelewi mwamba hata kidogo. Kilichoendelea hapa ni mabishano tu. Uvaji nani kakwambia huu muonekano ni muonekano wa kupasha? Unanipangia si ndio? Yemwe mwanani huyu, hivi una akili timamu kweli au unanipenda? Kama unanipenda sema, naambia kama unanipenda. Bidada akawa anamvuta mshikaji amwambie kama anampenda. Mimi siwezi nikapenda mwanamke mpumbavu kama wewe. Mpumbavu? Yes, wewe ni mwanamke mpumbavu, mjinga usiyekuwa na adabu hata kidogo. Wewe unaonekana tu kabisa unanitaka. Kama unanitaka sema, na kama unataka ugomvi unasema. Ni kwamba kilichoendelea hapa ni vurugu tu, yani maelewano hakuna. Bidada apendi kabisa mshikaji ambavyo anamkosoa, na mshikaji apendi ambavyo mtoto kike amekuwa akifanya vitu vya kipuzi mbele yake. Kama unavyoelewa huyu mshikaji ni mtu maarufu na ni mtu ambaye watu wengi wanamkubali. So ni mtu ambaye amezoea ustaarabu, anapenda kupata wakati wa kutulivu. Bidada akawa anamwambia njoo nikugonge, njoo nikupasue, njoo nikugonge. Mshikaji akasema gombana na hii. Wewe unajikuta mwanamke, gombana na hii, pigana na hii, hakuna shida, no problem, niko lede, twenzao tendo kanionyeshe. Mwamba kanasema nitakuonesha, lakini sio kwa watu wapumbavu kama wewe. Wewe mjinga, ninaonekana tu kabisa nyoka kibisa. Tena unaonekana wewe hujai kufanya chochote tangu umezaliwa. Yani watu ambao wanagombana
kugombana kila itopo leo. Na huyu bidada licha ya kwamba ni mtu mwenye ugomvi, ni mtu ambaye anasumbua, anajiuza, ana rafiki yake ambaye anampenda kweli. Ni rafiki yake alikuwa akiumwa, anakwenda kwa jina la Kase. Huyu bidada bana amekuwa akimlea mtoto wa kike kwa muda mrefu kweli, na amekuwa akimpatia huduma hapa ndani. Yeye anajiuza, akipata pesa anamsaidia kuweza kumlea rafiki yake. Na sio yeye tu, mpaka makahaba wote humu ndani wamekuwa wakitafuta pesa za kuweza kutumia mambo yao na pia kuweza kumsaidia huyu rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Kase. Huko kwa mshikaji kapagawa, alichokiamua ni kwamba anachokitaka ni kwamba mtoto wa kike aweze kuhama hapa ndani. Na alichomuomba huyu bodyguard wake ni kwamba aende akazungumze na mwenye nyumba wake na huyu mshikaji, ili mradi waweze kumhamisha yule mtoto wa kike, kwani hatua aliyofikia sio mbaya. Make sure unafanya kila kitu ambacho nimekuelekeza. Huko upande wa pili wa bidada, wewe, yani mtoto wa kike kila muda ni humu tu. Yani kila muda yeye ni kupelekea moto wanaume. Leo nataka nikuoneshe namna ambavyo mwanamke anaweza kunyumbulika juu yako, namna ambavyo anaweza kukupa utamu, namna ambavyo unaweza ukalia kama vile paka ghafla mlango ukaona gongwa. Wewe nani tena niache mimi naendelea kunyumbulika huko ndani? Lakini aliitwa akaambiwa ni muhimu. Ili bosi likao linalalamika pale. Notice tena. Yes, mwenye nyumba katupatia notice, amesema kwamba ndani ya mwezi mmoja natakiwa tuwe tumeama. Jamani, tunakuja dakika 0 tunakuja. Mwamba kiangalia, dude limesimama. Jamani, nitawezaje kusubiri mpaka warudi hao? Bosi akawa amechanganyikiwa pale. Bidada alikuja kumfuata mshikaji. Hivi una akili timamu kweli wewe? Wewe na chaji wewe kwenye kichwa chako. Unanionaje? Kama unanitaka si useme. Nini ambacho umekifanya? Najua kila kitu, hii ni mipango yako. Vipi? Unaogopa au? Unaogopa? Mimi nikuogope wewe? Niogope nini kwenye maisha yako? Kipi ambacho naweza nikakiogopa mimi kwenye maisha yako? By the way, unaonekana tu kabisa unaniogopa. Yaani unaonekana kabisa unaniogopa. Unaniona mimi nakuogopa eti nyoko. Asa sikia nikwambie kitu kimoja. Ili ambalo umelianzisha siwezi kuliacha. Yaani siwezi kuliacha hata kidogo. Nitakuonesha ukenge, nitakuonesha upanya, nitakuonesha upuzi. Nitokee fala mkubwa wewe. Mshikaji alikuwa akimtimua mtoto wake, kwani alikuwa akiona bidada hawezi kumfanya chochote. Wakati mwingine mwamba alikuwa akitoka anashangaa gali mataili yote yametobolewa pancha. Mshikaji akajua. Huwezi kuamini kwamba alikuja akiwa fosi vibaya mno. Hivyo na kile timamu kweli wewe. Nini ambacho umekifanya kwenye gari yangu? Yaani unajiona kitu kingine cha kufanya zaidi ya hicho, si ndio? Nyaka. Wewe si umelianzisha? Acha nilimalize mimi. Wewe si umelikologa? Acha nitalinywa. Hivyo unajikuta nani wewe? Mwanamke ambaye unakula kwa kuweza kuuza mwili wako mwenyewe. Hata kama haijalishi ndo mimi huyo, utanifanya nini wewe? Mimi naamua nini cha kufanya, kuuza mwili wangu na uza wa kwangu, na wewe kajiuze. Kama unataka na wewe kajiuze. Acha kuniongelea na mdomo wako mchafu au unautaka. Huwezi kuamini kwamba mtoto wa kike kampiga busu pale mshikaji. Hata kunichafua. Nikuchafua nini? Huwezi kuamini kwamba bidada alipagawa kinoma noma. Alichokifanya kaenda kuchukua feni na akawa anahitaji kuweza kumpiga na feni mshikaji akawa anajichenga pale. Bidada sio mtu wa mchezo, yani hataki utani hata kidogo. Huyu fala ipo siku moja nitakuja kumfanya kitu kibaya ambacho atakuja anikumbuke maisha yake yote. Wakati mwingine mshikaji alikuwa akitoka, yani amekasirika kitu ambacho mtoto wa kike amekifanya. Ghafla kuna mwamba akawa anatimba. Oi bosi vipi? Huwezi kuamini kwamba yule mshikaji alimdunga kisu mshikaji, alafu kamnyang'anya simu, then kajichenga pale. Huwezi kuamini. Mwamba kapigwa kisu pale mwamba down. Wale wadada ambao ni mabinti wa Osa, siwezi kuamini kwamba walipagawa kitu ambacho mshikaji alikuwa amefanyiwa. Na huwezi kuamini kwamba walimbeba wakampeleka mpaka ndani kwao. Mnaniletea huyu fala. Mna kile timamu kweli? Hamjui kwamba ni adui yangu? Mnamleta huku ndani kwangu. Ndio hospitali. Lakini sisi tukaogopa kumpeleka hospitali, maswali yangekuwa ni mengi. Maswali yangekuwa mengi. Kwa kama maswali yangekuwa ni mengi, ndio mlimleta chumbani kwangu. Na mnajua ni adui yangu. Mna kile timamu. Bidada alifoka kinoma noma kwa sababu hakupenda kitu ambacho wamekifanya, eti kumleta mshikaji ndani mwake. Lakini licha haya yote, bidada alimleta daktari hapa, na daktari alikuja kumtibia mshikaji. Atakuwa sawa muda so mrefu. Ghafla mwamba akawa ndo anaamka pale. Bidada kimwangalia, hawapendani hata kidogo. Mshikaji kufungua macho, anakutana bidada. Vipi, unashangaa nini? Mwamba kutaka kuinuka, maumivu yalikuwa ni makali. Nini? Unafanya nini hapa tena? Nini ambacho kinaendelea hapa? Mshikaji alikuwa amepagawa, anajikuta kwenye chumba ambacho sio chumba chake, yani sio nyumbani kwake, yani ni kwenye chumba cha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Osas. Mwamba kila akitaka kuinuka, maumivu ni makali. Umenifanya nini? Nikufanye nini mimi by the way? Nikufanye nini? Kwa unataka kuniambia, unataka unipakazie kesi, ndio? Yani kwamba mshikaji alijua labda haya yote ambayo yamemkuta ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Osas, kwa sababu huyu ndo adui yake. Nyanyuka chap uende nyumbani kwako. Nyanyuka chap uende chumbani kwako. Mimi siendi. Unasemaje? Mshikaji akawa anasema hawezi kwenda. Utaenda tu. Yani wala usijali. Yani kwenye chumba chako utaenda, uwezo kabaki kwenye nyumba yangu hata mara moja. Lakini mshikaji
alikuwa akimwomba mtoto wa kike aweze kumwacha, yani aweze kumstili humu ndani, kwa sababu huyu mwamba na maadui wengi. Kama unavyojua ni kwamba mshikaji ni bonge la tajiri, alafu ni bonge la superstar, ni mtu maarufu kinoma noma. So amekuwa na maadui wengi kweli, na kwa maana hiyo alikuwa akimwomba mtoto wa kike aendelee kubaki hapa mpaka atakapo kuwa sawa, ndo atarudi nyumbani kwake. Kwani kama maadui wameweza kumfanya hivi, basi ni rahisi wao kuweza kummalizia, kwa sababu akijua kwamba yeye ni mzima itakuwa ni rahisi wao kuja kummalizia. So bidada alikuwa ameng'aka kinoma noma, alikuwa anafoka kwa sababu hajapenda hata mshikaji eti anataka akae kwenye nyumba yake, anataka waendelee kuishi pamoja. Lakini mshikaji alimuomba, kamwomba kwamba kama utojari nitakulipa, ni hata ukitaka nikulipe mimi nitakulipa, kikubwa tu nilikuwa naomba nibaki kwenye nyumba yako. Bidada yana nitamani amfukuze. Mwamba anazidi kumuomba kwa sababu anahitaji msaada. Tafadhali nahitaji msaada. Huwezi kuamini kwamba bidada alikubali kuweza kumsaidia mshikaji, lakini alimwambia kwamba ukipona uende nyumbani kwako. Alafu bidada akawa anajichenga. Mshikaji maumivu alikuwa ni makali kinoma noma. Basi bana, baada ya siku 5 mshikaji kidogo maendeleo yalikuwa ni mazuri, yani kidogo kwa sasa hivi anaendelea vizuri, na mabinti humu ndani walikuwa wanampenda mshikaji, yani wanamkubali balabala. Licha kwamba bidada amekuwa akubaliani na mshikaji, lakini kwa sasa hivi wameshazoeana. Siku 5 ni nyingi. Hao mabinti ndio wanaomhudumia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina Lahari. Basi bidada akamkalisha pale, chagua binti yote ambaye unamtaka hapa atakuhudumia. Mshikaji anataka kuondoka, tulie wewe, au kitutaka wote pia wote tutakupatia vitumbua vyetu, ni wewe tu kama unatuweza tunakupa nyachi na nyachi nyachi na nyachi. Mshikaji anaona yeye si watanibaka leo, mbona kama wananishikashika, mara kuna mmoja kashika paja, mara mwingine kashika huku. Chiko anavyomtingishia mwamba ndo anazidi kuchanganyikiwa. Jamani mtaniwa, jamani mimi bado mgonjwa, jamani mwacheni. Bidada sasa ndo akawa anazuia wenzake, kwa sababu hapa kilichokuwa kinaendelea ni ubakaji. Wangembaka huyo mshikaji kwa nye mabinti, mbona mnatali hivyo? Kana mshikaji niache. Mbona mnataka kunipelekea moto jamani? Yani limetuna hivi lina misuli, lakini kumbe hamna kazi. Basi daktari aliendelea na majukumu yake, akawa anamhudumia na kuweza kumbadilisha bandage mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Lahari. Kidogo hatimaye maendeleo yanakuwa ni mazuri. Wakati mwingine mwamba alikuwa anakuja jikoni kuchukua maji ya kunywa, lakini alikutana na mrembo hapa. Yani kila kona ambayo mshikaji akienda kuna dem, kila kona akienda kuna nyashi, kila kona kuna watoto wazuri. Alafu cha ajabu ni kwamba wote wanamtamani, wote wanampenda huyo mshikaji. So bidada alikuwa akimwambia kwamba leo niko peke yangu, wewe nikamue peke yangu, ninjunje basi chap kabla wenzangu hawajaja. Hapa tu unanipindua, unaninjunje, alafu then unaondoka. Ghafla usas akatimba. Dada umekuja, toka nje. Tulikuwa tunapiga story tu bana. Kakaka anajichenga pale, kanajua kwamba huyo sasa huwa anampendaga sana mshikaji ambaye anakwenda kwa jina Lahari. Kumbe una wivu na mimi, si ndio? Inaonekana unanipenda, au sio? Kwa kumbe fujo zako zote ambazo unaletaga unanipenda, si ndio? Nani akupende? Unanipenda. Nikikuangalia tu kwenye macho yako unaonekana kabisa unanipenda. Hamna bana, mimi siwezi kukupenda wewe. Mimi siwezi kukupenda. Ni kwamba bidada anampenda sana mshikaji. Yani anampenda kinoma noma. Mshikaji ni anacheka. Acha kunitania bana. Acha kuniletea masiara. Bidada sio siri, anampenda sana mshikaji. Hata fujo zote zile ambazo alikuwa akizileta kwa mshikaji ni kwa sababu ni mwanaume ambaye anampenda. Najua unanipenda. Lakini uko fine, ni kijana mzuri and some boy, kwa kila mwanamke ni lazima akupende. Kwa unanipenda, si ndio? Basi kuwa huru na mimi. Hapana. Kufanya mapenzi ndio kitu ambacho siwezi bana. Kwanza sikupendi bana, nimegaili. Sikupendi. Mshikaji anacheka kwa sababu anajua binti tayari anampenda. Basi mshikaji simu ikawa inaita pale, akawa anazungumza na simu. Na bidada akawa anamwaga mshikaji pale, basi bidada akawa anajichenga. Mshikaji alikuwa akibonga zake na simu. Alikuwa akihitaji kujua nini ambacho kinazidi kuendelea huko kwenye biashara zake. Huwezi kuamini kwamba mshikaji alikuwa kila burudani kila siku, mabinti ni wanakatika mbele yake. Mshikaji anaenjoy kuona fahari ya walembo akiwa wanakatika mbele ya macho yake. Na bidada sasa alikuwa akitamani kucheza. Mshikaji akamnyanyua, vipi? Tucheze basi. Mshikaji akawa anamshikilia mtoto kike. Chika alivyomkamatia, kabidada kanaona aibu. Kanampenda mshikaji, anacheka. Huyu bidada ni muuni, anauuza mwili wake. Kila siku amekuwa akilala na wanaume kadha wa kadha, lakini anamuonea aibu mshikaji. Ni kwa sababu anampenda, anakatika kwa kuogopa. Walipata time wakiwa pamoja. Mshikaji akawa anamwambia, kiukweli nikikuangalia hayo macho yako yananivutia kweli. Bidada akasema, kweli? Yes of course. Bidada, kiukweli mimi ndo zaidi, hata macho yako pia mimi yananivutia. Wewe ni zaidi bana. Bidada akaona usinitania, akampiga busu mshikaji pale. Lile busu huwezi kuamini kwamba lilimchanganya mshikaji. Mwamba akimwangalia mtoto wa kike. Bidada ni mzuri, yuko sexy, yani anavutia. Mshikaji akimwangalia,
Ngoja mimi niende, naona pameanza kuchangamka. Tulia. Usiende basi. Tafadhali, baki na mimi. Usiku ni mrefu, alafu kuna giza. Naogopa giza mimi. Choni njunjo. Jamani naogopa giza, jamani tulale wote. Bidada anaomba kulala na mshikaji ambaye anakunuka jina la Hari. Huwezi kuamini ni kwamba awili ukaribu ulizidi kuwa mkubwa. Mshikaji amejikuta anampenda mtoto wa kike na mtoto wa kike amejikuta anampenda mshikaji barabara. Yaani kiujumla ni kwamba amejikuta wanapendana. Kitaalamu bana tutaita penzi mdumbukio. Kila mtu kajikuta amedumbukia kwa mwenzake. Mwamba kadumbukia kwa bidada ambaye anakunuka kwa jina la Osas, na Osas kadumbukia kwa mshikaji ambaye anakunuka kwa jina la Hari. Alafu Mwamba akaanza kupata juice ya miwa pale. Bidada ndo kanogewa, ni anataka zaidi. Mwamba wewe kwesi ya kali, lakini bidada akamwambia no, tafadhali nahitaji kidogo tu. Lakini bidada alikuwa amwambia usitaki, siwezi kufanya hivi. Hapana, bidada alikuwa kigoma. Anampenda mshikaji lakini hawezi kufanya naye mapenzi. Yeye hataki kabisa kufanya mapenzi na mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Hari. Hatujajua kwa nini. Ghafla kuna bidada akawa ameingia hapa. Jamani, amezidiwa kule kasi. Huwezi kuamini kwamba bidada alitoka kasi na mshikaji kabidi afuate kwamba wanamzungumzia nani. Basi akawa ametimba. Jamani, vipi? Akawa anamwamsha bidada lakini amki. Mwamba kabaki anashangaa. Kasi. Bidada kageuka. Unamjua? Yes, namjua. Huyo ni mdogo wangu. Mdogo wako? Kivipi huyu ni mdogo wake na mshikaji? Basi mshikaji alikaa na kwanza kumweleza mtoto kike kwamba huyu ni mdogo wangu, aliondokaga nyumbani miaka 5 iliyopita, na hata mimi nilivyokuja hapa mjini nimekuwa nikimtafuta sana na juhudi zangu zimekuwa zizai matunda. Huyu ni mdogo wake na mshikaji, aliondokaga zamani. Kipindi hicho mshikaji alikuwa akiishi Abuja, na baada ya mshikaji kuweza kuhamia Lagos alikuwa akimtafuta mdogo wake kwa sababu alisikiaga mdogo wake amehamia Lagos. Alikuwa akimtafuta lakini alikuwa amemkosa, kwani hao wawili yeye pamoja na mdogo wake wamekulia kwenye familia maskini huko Abuja. Lakini kwa bahati nzuri mshikaji alikuja kupata maarufu na kuweza kuhamia Lagos. Huko alikuja kumtafuta mdogo wake ambaye alisikiaga amehamia Lagos na alikuwa akifanya kazi ya kujiuza. Mshikaji alishangaa, kumbe huyu bidada ndo amekuwa akimhudumia dada yake kwa muda mrefu. Huyu ni rafiki yangu. Bidada naye alimpa historia nzima mshikaji. Ni kwamba huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kasi naye alimsaidiaga mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Osas na akamfundishaga hii kazi ya ukahaba. So bidada Osas ni kijana wewe bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kasi. So hata Kasi baada ya kuweza kuumwa, bidada Osas ndo amekuwa akimhudumia kila siku. Na ndio maana kuna watu wanasemaga huwa wadada ambao huwa wanauza mwili wao wamekuwa ni watu wanaopendana, ni makahaba, wamekuwa wanapendana kinoma noma. Mmoja akiumwa huwa wanamhudumia chochote ambacho watakipata, huwa wanamsaidia yeye kwa sababu wanajua kwamba hata wao wakipata shida ni lazima hakuna mtu ambaye atawasaidia zaidi ya mtu ambaye wanafanya naye kazi. Basi bana, baada ya wiki moja, yani wiki moja mbele, huwezi kuamini kwamba bidada Kasi alikuja kupoteza maisha. Aliumwa kwa muda mrefu kweli, alikuja kupoteza maisha, lakini huwezi kuamini kwamba ilikuwa ni bahati nzuri kwamba kaka yake alimpata ndo akaweza kupoteza maisha. Ilikuwa ni kilio, kila mtu analia. Bidada Osas ni analia, yani analia kinoma noma na mshikaji ndo usiseme. Yani analia barabara kwa sababu yule ni ndugu yake wa pekee, na bidada akawa anamkumbatia mshikaji kwa uchungu. Amempoteza mtu wa muhimu sana kwenye maisha yake. Na mshikaji ndo analia zaidi kwa sababu amemuona tu mdogo wake kwa muda mfupi tu eti ndo anakufa. Inauma. Yani inauma kinoma noma. Basi bana, siku leo mshikaji aliletewa taarifa kuhusiana na kila kitu ambacho kinaendelea kwenye kazi zake. Ni kwamba mambo sasa hivi hayaendi vizuri kwa sababu mshikaji asimami mstari wa mbele, kwani mshikaji alikuwa na majanga kama ambavyo tunajua. Basi Mwamba akasema kila kitu tutaklia. Basi akawa anashuka. Mshikaji bado tumbo lake sio kwamba limekaa sawa, bado halijakaa sawa. Ghafla huwezi kuamini kwamba surprise, mabinti wamemwandalia mshikaji bonge la surprise. Na surprise inasema hivi: siku 10 za kuwa na undugu kati yetu. Yani siku 10 za mshikaji kuwa na undugu na hawa mabinti walikuwa wamemwandalia na keki kabisa. Yani wana upendo. Yani wana upendo kinoma noma. Na ndio maana kuna watu wanasemaga kwamba hakuna watu wenye upendo kama vile makahaba, walevi, wavuta bangi. Ni watu ambao huaga wana upendo kinoma noma, lakini mwisho wa siku hawafikiwa dada ambao wanajiuza. Na ndio maana mdada ambaye anajiuza ukimkosea mmoja tu, oya, kundi litakufuatia hapo nyumbani kwako, watakuonesha ukenge. So ni watu wenye upendo kinoma noma, na wanampenda sana mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Osas kwa sababu amekuwa ni mtu mwenye upendo dhidi yao, na wameishi naye kwa upendo na kwa furaha kubwa kwa muda wote huu ambao mshikaji alikuwa akiumwa. Mwamba akiwa anatoka na mtoto wa kike amemshika mkono,
ghafla waandishi wa habari wakamvamia. Vipi Ali, tunakushangaa sasa hivi mwanamke ambaye alikuwa ni adui yako, mtu ambaye mlikuwa mkitukanana kila siku kwenye mitandao ya kijamii, eti sasa hivi mmeshikana mikono. Imekuwaje kwaje? Alafu ni mwanamke kahaba ambaye ulikuwa ukimtukana kila siku. Huyu si ndo kahaba ambaye ulikuwa ukimsema ni malaya, anajiuza, yeye ajali mlevi, mzee, mbabu, mtoto, mbibi, yani kila mtu yeye anapita naye. Huyu si malaya ambaye ulikuwa ukimzungumzia kila siku. Bidada huwezi kuamini kwamba keke ilimdondoka. Alikasirika. Yani wanamuita majina mabaya mabaya, eti yeye ni mtu ambaye anaingiziwa chochote ambacho kitakuwa kinaruhusiwa kuingiza. Mshikaji ni alikasirika kuona waandishi wa habari wanatema shit. Alipanda juu mpaka kwenye chumba cha mtoto kike. Nini ambacho unakifanya? Tafadhali usijisikie vibaya. Kivipi sasa? Kivipi? Kila mtu ananiita vile awezavyo, haijalishi, lakini mimi nakupenda. Mimi nakupenda wewe. Sawa, lakini mimi sina hadhi. Sina hadhi ya kuwa na wewe. Sistahili kuwa na mwanaume kama wewe. Mwanaume umenyoka kama nini, mzuri, una pesa, mstalabu, hujawahi kuwa na skendo yoyote, hujawahi kuwa na mwanamke yoyote, hujawahi kuwa na yoyote kwenye maisha yako. Mimi kahaba, nimelala na kila aina ya mwanaume. Utawezaje kuwa na mimi sasa? Inawezekanaje kuwa na mimi? Inawezekana. Nimeamua kufuta kila kitu kwenye maisha yako. Nitafuta historia nzima na nitaitengeneza historia mpya kwenye maisha yako. Tafadhali simama na mimi, acha kila kitu, ongozana na mimi. Nitakusupport kwa kila kitu. Nitakutengenezea biashara na utaacha hiyo kazi ambayo unaifanya. Lakini bidada akamwambia hapana, haiwezekani. Yani haiwezekani. Hata mimi mwenyewe roho yangu inanishuhudia. Siwezi kuwa na mtu kama wewe. Mwanaume gani umenyoka ni? Una hata makando. Unaanzaje kuwa na mimi? Toka kwenye nyumba yangu. Mshikaji kamwambia hapana. Hakuna binadamu ambaye asiyebadilika. Kila mtu ana uwezo wa kubadilika. Alafu hiyo njia ambayo unayopita ni njia kuelekea kwenye kifo. Una watu wengi wanaokutegemea, wale mabinti wenzako. Kwa nini usionyeshe njia ambayo ni njema kupitia mimi ambaye niko radhi kukusapoti? Mimi nitakusapoti uweze kuwaokoa mabinti wenzako. Tafadhali kubali kupita kwenye njia yangu. Bidada kimwangalia, mbona huyu mwanaume amenyoka hivi? Mnakona bana. Hapana, mimi sikufai. Mimi sikufai. Mshikaji anambembeleza, lakini bidada kamwambia hapana, mimi sikufai bana. Kaenda kumfungulia mshikaji mlango pale. Toka nje bana. Toka nje, unanitia hasira, unanifanya nilie bana. Toka nje. Bidada alikuwa kimtimua mshikaji kwa sababu akimwangalia haoni kama anaendana na mshikaji. Toka nje, toka nje. Mshikaji alikuwa kimbembeleza, lakini bidada hakuna kitu ambacho anakielewa. Toka nje. Nimekuambia toka nje bana. Unataka nifanye nini mimi? Toka nje. Toka nje. Bidada analia. Ni usoni, sio kama anafanya yote kwa sababu ampendi mshikaji. Anampenda. Yeye anampenda kinoma noma. Alikuwa akilia tena kwa uchungu kinoma noma. Ilikuwa ni uchungu akikumbuka yale mapenzi, mahaba. Mshikaji ndo anachanganyikiwa, anadata, haelewi. Ni mwanamke ambaye amejikuta amempenda, haijalishi ni kahaba, haijalishi anajiuza. Basi mshikaji alikuwa akitoka, wale mabinti wanampungia mkono, lakini mshikaji akatabasamu tu, alafu then akawa anazama kwenye ndinga. Ukawa unamuuliza, vipi dada, mbona sasa hivi Hari hakushobokei wala hakusalimiwa na takishobo na wewe? Bidada huwezi kuamini kwamba hili muuma. Akaingia ndani kwa hasira. Hii inawezekanaje? Mbona kama dada yetu hayuko sawa na huyu mshikaji? Bidada huwezi kuamini kwamba alikuwa ni mtu wa kulala. Alikuwa na huzuni. Ghafla wenzake wakamfuata. Oya cheki, Hari yuko live sasa hivi. Yuko live. Kiukweli najua mashabiki zangu ni muda mrefu hamjaniona, ila kwa kipindi chote ambacho hamjaniona mimi nimepitia mambo mengi sana makubwa, mambo mengi sana mazito. Na najua mnajiuliza kwa nini mimi pamoja na Osas tumekuwa kitu kimoja. Tumekuwa kitu kimoja kwa sababu nimegundua yule binti ni binti wa tofauti. Ni binti wa tofauti kweli. Ni binti ambaye sijawahi kuonaga binti kama yule. Ni tofauti na ambavyo mimi nilikuwa nikimfikiria. Sio kila mtu ambaye unamuona anafanya kazi ya ukahaba ukadhani anapenda. Kuna watu wanapitia magumu, wanapitia mazito sana, ndo maana wanafanya hivyo vitu. Na ndo maana ukiona mdada anafikia hatua ya kuuza mwili wake, mheshimu, usimdharau, kwa sababu kipo kitu nyuma yake ambacho kinamfanya aweze kufanya hiyo biashara. Niligundua kwamba Osas alikuwa ni mtu mkubwa sana kwenye hii dunia, kwani kupitia biashara yake alimuokoa dadangu na kumsaidia, ijapokuwa usaidizi wake haukuweza kuzaa matunda. Na pia amenisaidia mimi sana tena sana. Ningependa kumshukuru. Na kama hapo ulipo Osas utakuwa unanisikiliza, basi ujue kwamba mimi nakupenda. Yeni nakupenda sana. Na wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Katika wanawake ambao nimekutana nao kwenye maisha yangu, sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe. Isitoshe tu kusema nakupenda na kuhitaji kwenye maisha yangu. Tafadhali usinikatae bana. Najua unanipenda na mimi nakupenda.
tunapendana bana, usinikatae bana, kuwa na mimi. Mshikaji alizieleza hisia zake mbele ya mashabiki zake na mbele ya waandishi wa habari kwa kuweza kuzungumza ukweli wote, namna ambavyo anampenda bidada ambaye anakwenda kwa jina la Osas, na aliapa kwamba atampenda siku zote za maisha yake. Bidada ni anatabasamu tu. Nadhani nimemaliza. Basi akawa anaagana na waandishi wa habari. Bidada alikuwa ni happy, akasema jamani, mnanichelewesha mimi niende kwa mwanaume wangu mimi. Bidada huwezi kuamini kwamba alifika mpaka chumbani kwa mshikaji, kwenye apartment ya mshikaji. Hata mimi nakupenda. Niko tayari kuacha kila kitu. Niko tayari kufuata maneno yako. Niko tayari kufuata njia yako. Niko tayari kufuata kila kitu ambacho nakitaka. Niko tayari kuitwa mama sasa hivi, nikuzaliwa watoto, nikufulie nguo, nikufanyie kila kitu. Niko tayari mimi. Niko tayari kuwa mke wako. Niko tayari kuacha kila kitu. Niko tayari kuwafanya marafiki zangu pia waache kila kitu. Tafadhali nipokee na mimi pia. Nikoma bidada yuko radhi kuacha kila kitu. Una uhakika? Yeah. Niko radhi. Mshikaji hakuamini. Wewe ni wewe kweli umeamua yote? Una uhakika ni wewe kweli umeamua yote, hujalazimishwa na mtu yote? Bidada akamwambia unaongea sana wewe. Unaongea sana. Huwezi kuamini ni kwamba mtoto kike alichokifanya. Akaona mshikaji anajieleza sana, anaongea sana, kamkamatia uso wake pale, alafu then akawa anapata juice ya miwa. Anampenda mshikaji, cheki mshikaji mpaka chozi limemtoka. Ndo mapenzi. Ili ndo huba. Huwezi kuamini kwamba mshikaji alikuja kumfungulia mtoto kike biashara, na walifungua bonge la fashion kubwa, na wao dada waliacha ukahaba wakawa wanafanya kazi kama wafanya biashara. Bidada ana mimba. Mshikaji acheleweshi bana, kamtia mimba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Osas. Na huwezi kuamini kwamba walikuja kuzaa kitoto kizuri cha kiume na wakakiita Genius. Nacho kilikuja kuwa maarufu hicho, na wanalipenda jina langu watu jamani. Kwa la Manusha pamoja na matangazo namba ni ile ambako upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako, naambia unataka tukiwa wapi na maoni yako. Wewe ni yapi, na usahau kuweza kusubscribe. Na mimi ni Regina, sauti ya Nangata, yani sauti ya Simba.